Tukizidi kuangazia mzozo unaoendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Moscow ilitangaza siku ya Jumamosi kwamba Urusi imevikomboa vijiji vitatu katika mkoa wa Kursk, ikiashiria hatua mpya ya kusonga mbele dhidi ya jeshi vamizi la Ukraine katika eneo hilo. Vijiji vya Viktorovka, Nikolievka pamoja na Staraya Sorochina viko katika sehemu ya kaskazini kabisa ya eneo linalodhibitiwa na Ukraine katika mkoa wa Kursk wa Urusi. Makazi hayo yapo magharibi mwa kijiji cha Malayalonkia, ambayo ni ngome muhimu ya jeshi la Ukraine katika eneo hilo na karibu na mto unaobeba jina hilo hilo. Kuanguka kwa vijiji hivyo vitatu kunafanya wanajeshi wa Ukraine waliokwama katika eneo hilo kuwa katika hali ngumu zaidi. Katika siku chache zilizopita, hali imezorota kwa kasi kwa jeshi la Ukraine katika eneo hilo, ambapo wanajeshi wa Urusi wanaendelea kushinikiza mji wa Zulza ambao ndio makazi makubwa zaidi yanayodhibitiwa na Kiev katika mkoa wa Kursk. Jeshi vamizi la Ukraine limekuwa likikumbwa na matatizo ya vifaa na sasa linategemea barabara moja kuu ya kuvuka mpaka ambayo imekuwa ikilengwa mara kwa mara na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani na mizinga ya Urusi. Wiki hii ripoti mbalimbali za vyombo vya habari zilidokeza kuwa wanajeshi wa Kiev walikuwa karibu kutekwa katika eneo hilo, huku kati ya wanajeshi 6,500 hadi 10,000 wakiwa hatarini kukatwa kabisa. Inaripotiwa kuwa madaraja yote karibu na Zulza yameharibiwa vibaya, huku uharibifu mkubwa wa miundombinu ya barabara ukiathiri uwezo wa vikosi vya Ukraine kupeleka vifaa vya msaada na hata kuondoka katika eneo hilo. Kiev ilianzisha uvamizi wa ghafla kwa Kursk mapema mnamo Agosti mwaka jana wa 2024, ikitoa mji wa Zulza na makazi kadhaa jirani ndani ya siku chache tu. Tangu wakati huo, eneo linalodhibitiwa na Ukraine linapungua zaidi ya mara 2, huku Urusi ikirejesha udhibiti wa maeneo mengi katika eneo hilo. Uvamizi wa Kursk umesababisha hasara kubwa kwa jeshi la Ukraine, ambapo zaidi ya wanajeshi 65,500 wa Ukraine wameuawa au kujeruhiwa katika eneo hilo, huku takribani mizinga 386, magari karibu 300 ya kivita ya askari wa miguu, magari 259 ya kubeba wanajeshi na zaidi ya magari mengine 2,000 ya kivita yakiharibiwa au kutekwa, kwa mujibu wa jeshi la Urusi. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Tutazidi basi kukujuza zaidi na zaidi kila ambacho kinaendelea katika mashambulizi hayo kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na utaendelea basi kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia.